Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa, Amir Said Iravani, amesema kuwa baadhi ya nchi za Kiarabu na Ghuba ya Uajemi na Jordan zimeisaidia Marekani na Israel katika uchokozi wao dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akilitaka Baraza la Usalama kuwawajibisha kwa vitendo vyao visivyo halali. Iravani alitoa kauli hiyo katika barua aliyomkabidhi Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama siku ya Ijumaa, akisisitiza kuwa nchi hizo zinawajibika kutoa fidia kamili kwa uharibifu wa mali na maadili uliosababishwa kwa Iran. Alisema kuwa licha ya Baraza la Usalama kushindwa kuwawajibisha nchi zilizokanda ya pwani ya kusini ya Ghuba ya Uajemi na Jordan kwa vitendo vyao visivyo halali kimataifa dhidi ya Iran, nchi hizo zina wajibu kama nchi zinazowajibika kutoa fidia kamili kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwemo fidia kwa uharibifu wote wa mali na maadili uliosababishwa na vitendo vyao visivyo halali kimataifa. Katika barua hiyo, Iravani alieleza barua za hivi karibuni zilizotumwa na Kuwait na Bahrain kwa Baraza la Usalama na madai yao yasiyo ya msingi dhidi ya Iran, akibainisha kuwa swala halisi lilikuwa ushiriki wa nchi za kikanda katika operesheni za kijeshi dhidi ya eneo la Iran. Alisema kuwa barua hizo kwa mara nyingine zinashindwa kutambua ukweli muhimu na wa maamuzi kwamba Marekani na utawala wa Israel wamefanya vitendo vya uchokozi na kufanya mashambulizi yasiyo halali dhidi ya Iran. Balozi huyo wa Iran pia alieleza kauli za hivi karibuni za maafisa wakuu wa Marekani, ikiwemo rais wa Marekani na makamanda kutoka kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, ambazo alisema zilikiri waziwazi kuwa nchi kadhaa zilizo kando ya pwani ya kusini ya Ghuba ya Uajemi zilifanya kazi bega kwa bega na Washington wakati wa vita dhidi ya Iran. Kulingana na barua hiyo, ushirikiano huo ulijumuisha kutoa ufikiaji wa kambi na vituo vya kijeshi, msaada wa vifaa na uendeshaji, kubadilishana taarifa za kijasusi, uratibu wa ulinzi wa anga na ufikiaji wa anga iliyotumika wakati wa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Iran ilizitaja Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Jordan kama nchi zilizowezesha au kusaidia mashambulizi hayo, ikisisitiza kuwa vitendo hivyo vilikiuka sheria za kimataifa na viliunda ushiriki katika vitendo vya uchokozi chini ya azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa 3314. Barua hiyo pia ilibainisha kuwa madai ya serikali hizo kwamba vitendo vyao viliangukia chini ya haki ya kujilinda chini ya kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa hayakuwa halali kisheria, ikisisitiza kuwa ilikuwa Teherani yenyewe kama mwathirika wa uchokozi iliyokuwa na haki halali ya kujilinda chini ya sheria za kimataifa. Ikirejelea kifungu cha 16 cha rasimu ya makala ya Tume ya Sheria ya Kimataifa kuhusu wajibu wa nchi, Iran ilisisitiza kuwa nchi yoyote inayosaidia kwa makusudi nchi nyingine kutekeleza kitendo kisicho halali kimataifa inaweza kubeba jukumu la kimataifa. Iravani pia alisema kuwa nchi za Ghuba ya Uajemi na Jordan zimebeba dhima kwa msaada wao kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran. Barua hiyo pia ilikosoa azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa 2817 la mwaka 2026, ikibainisha kuwa chombo hicho hakiwezi kisheria kulazimisha nchi kufuata maamuzi ambayo Iran inayaona kuwa yana upendeleo wa kisiasa au hayalingani na kanuni za mkataba wa Umoja wa Mataifa. Ikirejelea maoni ya ushauri ya mwaka 1971 ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki, Teheran ilisema kuwa maamuzi ya Baraza la Usalama yana nguvu tu yanapopitishwa kwa mujibu wa mkataba. Barua hiyo ilihitimishwa kwa ombi la hati hiyo kusambazwa kama rekodi rasmi ya Baraza la Usalama, ikiongeza kampeni ya kidiplomasia ya Iran kufuatia mzozo wa hivi karibuni wa kikanda na kuangazia kuongezeka kwa mvutano kati ya Teheran na serikali kadhaa zinazoungwa mkono na Marekani huko Asia Magharibi. Nikiripotia Rubaza Kimataifa, mimi ni Abdul Nasir Mwita.